wako hapo, weka moyo wako kwenye hili ombi, weka moyo wako kwenye hili ombi. Mungu anawaambia wana wa Israeli kwenye kitabu cha Kumbukumbu Torati sura ya 8, basi hapo wewe utakapokula na kunywa, makundi yako yatakapoongezeka, usiinuke moyoni mwako ukamsahau Mungu wako. Omba ya kwamba usimsahau Bwana, omba ya kwamba usimsahau Bwana. Pale ambapo jina lako litakuwa kubwa, pale ambapo jina lako litaonekana kwenye posters, kwenye banners, kwenye matangazo mbalimbali, omba ya kwamba usimsahau Bwana. Pale ambapo watu watalitaja jina lako, omba usimsahau Bwana, ya kwamba ubakie kufunga, ya kwamba ubakie kuomba, ya kwamba uwe mwanafunzi wa neno, ya kwamba uamke alfajiri, ya kwamba uamke usiku, ujihimu kuomba kwa jina la Yesu. Baba, unapolikuza jina langu, unapoliinua jina langu, ninaomba hiyo njaa isiondoke, hiyo shauku isiondoke, hiyo kiu isiondoke, hiyo njaa isiondoke. Hiyo kiu isiondoke ndani yangu. Nibakie ni mtu wa maombi, nibakie ni mtu wa kukupenda wewe, nibakie ni mtu wa sifa. Moyo wangu uuzwe kwako, moyo wangu uuzwe kwako, moyo wangu uuzwe kwako. Yadaba jegara zetarama yando jebelegedebese ezandi parega jedebelegedos ezande riande jegado rababa jagada ezegedebelua jegadia zakata kalebado jagada sanda mayenda. Omba namna hiyo kwa jina la Yesu. Kiu itengenezeke, njaa itengenezeke, nisifike mahali siwezi ya kukuabudu wewe. Ninaomba njaa ya ibada, ninaomba njaa ya ibada, ninaomba njaa ya ibada iumbike ndani yangu, ninaomba njaa ya ibada ijengeke ndani yangu, ninaomba njaa ya neno, ninaomba njaa ya neno, ninaomba njaa ya neno itengenezeke ndani yangu. Shadabera mama jadagadaya jerararara jeramamamama. Heri wenye njaa na kiu, wamebarikiwa wenye njaa na kiu ya haki, wamebarikiwa wenye njaa na kiu ya haki. Unataka hiyo baraka, endelea kumwomba Bwana. Unataka huo uheri, endelea kumwomba Bwana. Unataka kujiungamanisha na huo uheri, endelea kumwomba Bwana. Endelea kuinua sauti yako, endelea kuinua sauti yako. Unataka hilo daraja la uheri, unataka hicho kiwango cha uheri. Wanaheri wenye njaa na kiu ya haki, wenye njaa na kiu ya haki. Jana mama jerarara jegarara handebadoja jegelebegede zentayagada jebebebebe. Hiyo njaa itengenezeke. Ingekuwa ni ombi tu Bwana ingetosha, ingekuwa ni ombi tu kwa leo. Panda njaa, panda kiu, panda njaa, panda kiu. Baba, Baba, Jehova, panda hiyo njaa, panda kiu ndani ya moyo wangu, panda kiu ndani ya moyo wangu, panda njaa ndani ya moyo wangu. Redada, ninaisikia nguvu ya Bwana, ninamsikia Roho Mtakatifu anatembea, ninamsikia Roho Mtakatifu anatembea, anaigusa mioyo, anaigusa mioyo, anaiamsha tena, anaiamsha tena, anaiamsha tena, ninasikia Roho Mtakatifu anaamsha mioyo, anaweke mioyo, ninasikia awakening, ninaona katika roho, ninauona huo moto katika roho. Yes, ninauona moto, ninauona moto katika roho. Haisitia, inatokea hapa, inatokea hapa. Hata momentum ya kuomba imebadilika kwenye chumba hiki, hata momentum ya kuomba imebadilika kwa walioko kwenye nyumba hii. You can see that. Kuna uwepesi unatokea, kuna uwepesi unatokea. Ninausikia huo moto, ninausikia huo moto. Oh yes, huo moto na uwake, huo moto na uwake. Jarararara, jela mayanda, walioko nyumbani, wanaombea ofisini,
tunausikia moto hapa, tunausikia moto unawaka hapa. Rikaya jekara jegara zabaregalamaya jebarua ragada zevarigadaba zentoraka jebelagadabaya jega sakayane barakatakataka mandera maya mandora hande riba shande mayo zebarande bala jerandayaga jeragandaya jegarandaya. Moyo wangu usiibiwe, moyo wangu usiibiwe, moyo wangu usiibiwe na vitu, moyo wangu usiibiwe na vitu. Nafasi yako ibaki, nafasi yako ibaki. Mandoragadaba jebaranda dada. Hiyo kiu ya mafundisho, hiyo kiu ya mafundisho, hiyo njaa ya mafundisho, hiyo njaa ya mafundisho, hiyo njaa ya mafundisho ijae kwa wingi, hata nitakapokuwa na kiwango kikubwa cha fedha, hata nitakapokuwa na mifugo mingi, hiyo njaa ya mafundisho ijae ndani yangu. Nisipuuzie mafundisho, nisidharau mafundisho, nisiadharau mafundisho. Hata nitakapokuwa na kiwango kikubwa cha ardhi, hata nitakapokuwa na mifugo mingi, Baba, ninaomba hiyo njaa ya mafundisho iongezeke ndani yangu, iongezeke ndani yangu, izidishwe ndani yangu, izidishwe ndani yangu. Reba yande sherarara sherarara jerarara jebababa jerarara jedararara mande baragada jegararara jeketekete yendedede barande barago jekande adwaze pariando jegedebele jegedegede ja itengenezeke, kiu iumbike, kiu iumbike kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, finyanga hiyo kiu, jenga hiyo kiu, jenga hiyo njaa. Baba, asante katika jina la Yesu tumemwomba Bwana, amen. Nisikilize kidogo, nisikilize kidogo. Wow, najua nguvu ya Mungu iko hapa kwa wingi sana. Nataka tuunganishe na ombi jingine. Zaburi sura 42 mstari wa 2. Nataka tuunganishe na ile ombi tuliomba alfajiri. Nafsi yangu inamwonea kiu Mungu aliye hai. Lini itakapokuja nionekane mbele za Mungu? Lini? When shall I appear before him? Anauliza hilo swali. Na anamuuliza nani? Anajiuliza mwenyewe. Unasikia? Kuna kiwango ukifika unaomba ile, ukisema amina alafu unajiuliza tena, lini tena nitaomba? Ni kiwango hicho cha kiu. Umemaliza mfungo wa siku 3, ile unasema amen, unajiuliza lini tena nitafunga? Nataka twende kuomba hiyo aina ya kiu ambayo itapelekea kuuliza hivi. Kwa hiyo ombi letu linasema hivi, tutaomba hivi ya kwamba Mungu wangu na baba yangu, Zaburi 42, baba yangu, panda shauku ndani yangu nusu hii ya pili ya mwaka, itakayoniendesha kutaka kuonekana mbele zako kila mara. Umesikia ombi? Panda kiu ndani yangu itakayoniendesha. Huyu anasema kama ayala aoneavyo shauku mito ya maji, ndivyo ambavyo nafsi yangu inamwonea kiu Mungu. Alafu anasema nafsi yangu imekuonea kiu Mungu, Mungu aliye hai. Sasa ayala akiwa na kiu, hiyo kiu ndio inamsababisha akimbie, hiyo kiu ndio inamdrive. Sio, haiko tena at the mercy of your will. Haiko tena kwenye rehema au huruma za matakwa yako au utashi wako. Ni kiu inaanza kukuendesha. Unaweza ukaomba namna hiyo. Unaweza ukafungua kinywa ukaomba namna hiyo. Fungua kinywa chako, paza sauti, anza kuomba namna hiyo. Panda kiu ndani yangu kwenye nusu ya pili ya mwaka. Kwenye hii nusu ya pili ya mwaka, Baba ninaomba, kwenye hii nusu ya pili ya mwaka, Jehova ninaomba, panda kiu ndani yangu, panda kiu ndani yangu, panda shauku ndani yangu, panda matamanio ndani yangu, yatakayoniendesha, yatakayoniendesha. Baba ninaomba, panda kiu ndani yangu, itakayoniendesha.
na hili ndio liwe swali la moyo wangu: lini nitaonekana tena mbele za Mungu? Lini nitajihudhurisha tena mbele za Mungu? Lini nitafunga tena? Lini nitakesha tena? Lini nitaomba jioni tena? Lini nitasoma neno tena? Lini nitakuwa kwenye ibada tena? Lini nitatoa sadaka tena? Lini nitamwabudu tena? Baba, ninaomba weka hiyo kiu ambayo itaniendesha zaidi ya utashi wangu, zaidi ya hiari yangu. Ninaomba niendeshe, Roho Mtakatifu. Ninaomba weka hiyo kiu, niendeshe kwa hiyo kiu. Ninaomba weka hiyo kiu, niendeshe kwa hiyo kiu. Endesha moyo wangu, endesha utashi wangu, endesha maamuzi yangu, endesha utendaji wangu, endesha matendo yangu, endesha kila kitu kinachohusiana na mimi. Niendeshe Bwana kwa hiyo shauko kwenye hii nusu ya pili ya mwaka, zaidi tu ya nguvu za mwili wangu. Mwili wangu unaweza ukafika sehemu ukasema umechoka, lakini hiyo shauku iseme lini nitaonekana. Hiyo shauku iseme lini nitasimama tena. Baba, ninaomba hiyo shauku iniendeshe kushuhudia, iniendeshe kuhubiri, iniendeshe kuongoza, iniendeshe kufundisha. Ninaomba hiyo shauku, ninaomba hiyo kiu, ninaomba hiyo njaa, ninaomba hiyo kiu, ninaomba hiyo njaa ijengeke ndani yangu. Ninaomba hiyo kiu, ninaomba hiyo kiu ijengeke ndani yangu, ijengeke ndani yangu. Jenga hiyo kiu, jenga hiyo njaa. Niendeshe Bwana zaidi ya utashi wangu, zaidi ya hiari yangu, zaidi ya matamanio yangu, zaidi ya matazamio yangu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba. Kuna daraja la kiu ukiwa nalo, hauhitaji mtu kukuhamasisha kuomba. Ukimaliza kuomba unajiuliza, mchungaji, tunaomba saa ngapi tena? Kuna hiyo kiu inakupeleka kuomba zaidi. Tumemaliza kusikiza neno, unauliza, mchungaji, neno liko wapi tena tusikie jingine? Hiyo ni kiu inakuendesha. Au umemaliza kushuhudia, unauliza, lini tena tunakuja kushuhudia? Hicho ni kiwango cha kiu. Hicho unakihitaji mpendwa, hicho unakihitaji ndugu, kwenye nusu ya pili ya mwaka. Hicho unakihitaji. Unakihitaji mwezi wa 7, unakihitaji mwezi wa 8, unakihitaji mwezi wa 9, unakihitaji kwenye mwezi wako wa 10, unakihitaji mwezi wa 11, unakihitaji Disemba. Unahitaji hiyo kiu iende na wewe, iende na wewe, iende na wewe, ufike mahali ya utosheki, ufike mahali ya utoshelezi. Unasema, we shalaya pia, lini nitaonekana mbele zake? Lini nitaomba tena? Ninaomba hiyo kiu iendeshe maneno yangu, ninaomba hiyo kiu iendeshe maamuzi yangu, ninaomba hiyo kiu iendeshe uhiari yangu, iendeshe uhiari wangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, Jehova, panda hiyo kiu, panda hiyo shauku itakayoniendesha zaidi ya usingizi wangu, itakayoniendesha zaidi ya appetite, zaidi ya hamu za chakula. Hiyo kiu iniendeshe zaidi ya hisia zangu, zaidi ya vionjo vyangu. Hiyo kiu inipelekeshe, hiyo kiu inipelekeshe zaidi ya hiari yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Panda hiyo kiu, weka hiyo kiu, jaza hiyo kiu kwenye nusu ya pili ya mwaka, jaza hiyo kiu kwa jina la Yesu. Baba, weka hiyo njaa itakayoniendesha niweze kutozuilika, weka hiyo njaa itakayoniwezesha kwenda kama ayala anaruka viunzi, anaruka vizuizi, anakimbilia mito ya maji. Bwana, ninaomba nisishikiliwe na chochote, mazingira yasiniweze. Kiu iniendeshe niweze kuyazidi mazingira, kiu iniendeshe niweze kuzidi mazingira, niweze kuzidi hali, niweze kuzidi makwazo, kiu hiyo iniendeshe, kiu iniendeshe. Rapadabaya manda mama jerararara jebababa rebobobo sakaya
jeba baba zenda baba yage endaria bashanda mando raba yeka yekatakara jerararara jerararara jeba baba jerararara. Hiyo kiu itaninua kutoka kwenye usingizi. Hiyo kiu sitahitaji kuweka alarm, sitahitaji kwenda kwa alarm. Hiyo kiu ni alarm inayotosha. Hiyo kiu ni alarm kwenye mwili wangu, ni alarm kwenye nafsi yangu. Sihitaji kuamshwa kwa kengele, ninahitaji hiyo kiu. Sihitaji kuamshwa kwa kupigiwa simu, ninahitaji hiyo kiu. Ninahitaji hiyo kiu itakayonipelekesha, itakayoamua ratiba zangu zikaaje, itakayoamua mtindo wa maisha yangu uweje kwenye nusu ya pili ya Baba, Jehova, panda hiyo kiu ndani yangu itakayoniendesha. Weka hiyo shauku itakayoniendesha. Baba, asante. Asante kwa hiyo kiu. Asante kwa hiyo njaa. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Ni katika jina la Yesu Kristo tumepokea. Amen. Sasa nataka kwenda eneo ambalo aliko hata kwenye mwongozo, eneo ambalo nasikia tu rohoni mwangu wakati tunaomba hapa, kwenye kitabu cha Habakuki sura ya 2 na mstari wa 2. Kuna jambo ambalo nasikia rohoni mwangu tuliombe, aliko hata kwenye mwongozo ambao tunao. Haleluya! Wangapi wanaisikia nguvu ya Mungu? Najua kuna kiwango cha nguvu ya Mungu haizuiliki. Hapa nimesema hivyo kwa sababu nilikuwa najicheka, natafuta kitabu cha Habakuki sikioni. Lakini najua Mika na Habakuki, Sefania, lakini nguvu ya Mungu imetanda kiasi kwamba haleluya. Kwenye okay, ni sura ya 3, sio sura ya 3. Mstari wa 2 anasema, Bwana, nimesikia habari zako, nami nimeogopa. Bwana, fufua kazi yako katikati ya miaka. Katikati ya miaka, tangaza habari yake. Fanya kazi yako iwe no. Alafu anasema katika ghadhabu kumbuka rehema. Nataka tena kuomba mambo mawili kwa ajili ya maisha yetu kwa hizi dakika chache zilizobakia kwenye nusu ya pili ya mwaka. Nataka uombe, Bwana, fufua kazi yako kwenye maisha yangu. Fufua kazi yako kwenye maisha yangu, alafu tangaza habari zake kwenye maisha yangu kwenye nusu ya pili ya mwaka. Unajua kabisa kuna daraja fulani la maombi ushawahi kuliona, daraja fulani la miujiza ushawahi kuona, daraja fulani la Mungu kukufungulia milango ushawahi kuona, lakini unaona it's fading out, inafifia, inafifia. Mwambie, Bwana, fufua kazi yako. Bwana, fufua kazi yako kwenye maisha yangu. Fufua kazi yako kwenye moyo wangu. Fufua kazi yako kwenye nidhamu zangu za kiroho. Kwa wale ambao wasiofahamu nidhamu za kiroho, tunazungumzia 1, kusoma neno; 2, kuomba; 3, kushuhudia; na 4, kudisciple, kufuasa; 5, tunazungumzia ibada; 6, tunazungumzia utoaji wa sadaka. Hizo zote ni nidhamu za kiroho. Mwambie, Baba, fufua nidhamu zangu za kiroho. Fufua kazi yako. Endelea omba namna hiyo. Fungua kinywa chako, omba, paza sauti yako, omba kwenye hii nusu ya pili ya mwaka. Nidhamu za kiroho, maisha yako yafufuliwe, maisha yako maeneo mbalimbali yafufuliwe. Omba Baba afufue kazi yake, afufue utendaji wake. Si unaweza ukaomba, si unaweza ukafungua kinywa chako, si unaweza ukaipaza sauti yako zaidi ya hapo. Inua sauti yako kwa jina la Yesu. Una dakika tu 2 za kuomba ombi hili mpendwa. Ungejua una dakika 2 ungeombaje? Ungejua una dakika 2 ungepazaje sauti? Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, fufua kazi yako kwa jina la Yesu. Bwana, fufua kazi yako. Bwana, fufua kazi yako. Bwana, fufua kazi yako. Fufua utendaji wako. Fufua namna yako ya kutenda mambo kwenye moyo wangu, kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu ya kiroho. Bwana, fufua kazi yako. Mambo ambayo yalikuwa yanakufa, mambo ambayo yalikuwa yamekufa, Baba fufua. Baba fufua. Baba fufua.
Baba fufua kazi yako. Baba fufua kicho, fufua hofu yako ndani ya moyo wangu, fufua hali ya reverence ndani ya moyo wangu. Baba fufua kazi yako. Baba fufua kazi yako. Baba fufua kazi yako ndani ya maisha yangu. Baba fufua kazi yako kwenye nusu ya pili ya mwaka. Ninakataa kwenda casually, ninakataa kwenda kikawaida, ninakataa kwenda kimazoea, ninakataa kwenda kama ilivyozoeleka. Ninataka kwenda na upya wa ndani, ninataka kwenda na upya wa nafsini. Baba, Baba, Jehova, Jehova, fufua kazi yako. Baba yangu, fufua kazi yako. Baba yangu, fufua kazi yako. Baba yangu, fufua kazi yako kwenye nusu ya pili ya mwaka. Tibua hivyo visima vya kale vitibuliwe. Ancient wells, visima vya kale, vitibuliwe. Viamshwe tena, viamshwe tena, viamshwe tena, viamshwe tena. Fufua kazi yako, fufua kazi yako, fufua kazi yako, fufua kazi yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, Baba, Jehova, fufua kazi yako, fufua kazi yako kwenye maisha yangu, kwenye maisha yangu ya kiroho, kwenye nidhamu zangu za kiroho. Kila nidhamu yangu ya kiroho ifufue Bwana. Fufua utendaji wako, fufua utendaji wako kwenye nidhamu zangu za kiroho, kwenye nidhamu zangu za kiroho, kwenye maisha yangu ya kimaombi. Baba, Baba, fufua maisha yangu binafsi. Sio haya ya kuomba mbele za watu, sio haya ya kuomba mbele za watu, kwenye maisha yangu ya kimaombi sirini, kwenye maisha yangu ya kimaombi sirini, wakati hakuna watu wananiona, wakati hakuna watu wanajua nini kinaendelea. Baba, hicho ndicho ninaombea. Fufua kazi yako ndani yangu, fufua kazi yako ndani yangu. Baba, fufua utoaji wangu wa sadaka, utoaji wangu wa sadaka. Ufufue Bwana, ufufue Bwana. Ninaomba fufua kiwango changu cha kutoa sadaka, frequency, mara ngapi ninatoa. Baba, fufua. Baba, fufua. Baba, fufua. Baba, fufua namna yangu ya kukuabudu wewe. Baba, fufua. Baba, fufua maisha yangu ya neno, nidhamu yangu ya kusoma neno. Baba, fufua namna yangu ya kushuhudia na kuwa disciple niliowashuhudia. Baba, fufua kazi yako, fufua kazi yako. Usiache fade out, usiache izime, usiache izime, usiache ififie, usiache ififie kwenye nusu ya pili ya mwaka. Ninaomba niende na huo moto, ninaomba niende na huo moto, ninaomba niende na huo uhai kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba niende na huo uhai, ninaomba niende na huo uzima, ninaomba niende na huo uhai. Baba, fufua kazi yako. Baba, fufua kazi yako. Baba, fufua kazi yako, kuweko na uhai ninapokuwa sirini, wakati hakuna mtu ananiona. Kuweko na uhai wa kiroho, kuweko na shughuli za kiroho, tena ni nyingi kuliko zile ninazoonekana. Kuweko na shughuli za kiroho kuliko zile ambazo zinaonekana mbele ya watu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, Baba, fufua kazi yako. Jehova, fufua kazi yako. Jehova, fufua kazi yako. Jehova, fufua kazi yako kwenye maisha yangu, kwenye nusu ya pili ya mwaka. Kila mwezi, iwe ni Julai, iwe ni Agosti, iwe ni September, iwe ni Oktoba, iwe ni November, iwe ni Disemba. Baba, fufua kazi yako. Jehova, fufua kazi yako kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Hayarabayande jeramayanto, kwa jina la Yesu. Kazi yako iwe hai, kazi yako iwe active, kazi yako iwe active kwenye maisha yangu, kwenye moyo wangu, kwenye nafsi yangu, kwenye ufahamu wangu. Asante Bwana Yesu. Pokea heshima, pokea tukuzo. Asante kwa kuniamsha, asante kwa kufufua kazi yako ndani yangu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Ni katika jina la Yesu tumepokea. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Hongera sana, hongera sana. Nataka nikusemeshe jambo kabla hatujaenda kuanza kusajili shukurani zetu. Nimefundisha hapa mara kadhaa ya kwamba hakuna umbali kati ya kuomba na kupokea. Nakumbuka hiyo. Kila mara neno la Mungu linasema mwapo katika kusali, mnapoomba, anasema ombeni nanyi mtapewa. Sio ombeni baada ya siku 10 nanyi mtapewa. Sio ombeni baada ya masaa 20 nanyi mtapewa. Yaani wakati unaomba hapo hapo unapokea. Wakati unaomba hapo hapo unapokea. Alfajiri wakati tunaomba, ni alfajiri au hapa jana jioni, nilikuwa nasema lengo la maombi sio kuomba. Lengo la maombi ni kupokea. Sasa nataka nikusaidie, kwa sababu kwenye haya maombi ya upako wa Omega, nataka nikusaidie ya kwamba kila unapoomba hakikisha una stretch imani yako, na hii ni imani ya kupokelea. Watu wengi sana wanafurahia tu wakiomba, wanajisikia vizuri, oh tumeomba saa moja, tumeomba masaa mawili, and yet hawana expectation. Nataka nikwambie mpendwa, wakati tunaomba ulikuwa unapokea majibu. Wakati tunaomba hapa ulikuwa unapokea majibu. Wakati tunaomba hapa ulikuwa unapokea majibu. Amen. Na kwa kuwa umepokea majibu, ninajua umejaa shukrani. Hayo mambo ambayo tumeyasema mbele za Bwana sio maombi tena, yamegeuka yamekuwa shuhuda. Yamegeuka yamekuwa shuhuda zetu. Yamegeuka tunafanana na vile tulivyoomba. Si ungemshukuru Mungu sasa katika jina la Yesu? Si ungelibariki jina la Bwana? Wengine wanasikia kiu ya kuendelea kuomba. Tayari. Wengine wanasikia kiu ya kuendelea kuomba. Tayari. Bwana Yesu asante. Oh, Yesu asante. Oh, Yesu asante. Oh, Yesu asante. Kila hitaji tuliloliinua umetupatia, imekuwa, tumepokea, tunafanana na kuomba kwetu. Asante kwa hizi shuhuda, asante kwa hizi shuhuda, sio tu hapa kanisani na nje huko. Asante kwa hizo shuhuda ambazo Bwana unatupatia. Asante kwa hizo shuhuda ambazo tutaanza kuzisikia kwenye ibada ya Jumapili. Asante kwa hizo shuhuda, tumezipokea, imekuwa kwetu, tumeshika majibu ya maombi yetu. Asante Bwana. Tunaandikisha shukurani zetu, tunasajili shukurani zetu. Asante Bwana, tunapokea kwa ujasiri, tunapokea kwa ujasiri. Sio wakati ujao, tumepokea sasa, sio siku zijazo, tumepokea sasa. Na kwa sababu hiyo tumejaa furaha, na kwa sababu hiyo tumejaa kicheko. Bwana Yesu asante. Pokea tukuzo, pokea heshima, ni katika jina la Yesu Kristo tumemshukuru Bwana. Nasema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nasema asante, sema asante kwa Mungu wangu, nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Milele na milele. Oh, milele na milele. Milele na milele.
milele na milele, milele na milele. Milele na milele, milele na milele. Amina. Shukrani, shukrani na shukuru kwa yote uliyoyatenda, nimebarikiwa, niko salama. Yesu, nashukuru. Ni shukrani, 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 nashukuru kwa yote uliyoyatenda, nimebarikiwa, niko salama. Yesu, naishukuru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hongera kwa saa 1 na dakika kadhaa ambazo Mungu ametupatia katika kuomba. Najua kuna nguvu ya Mungu, wengine nguvu ya Mungu inashika. Tulikubaliana ni saa 1. Kwa hiyo wewe ambaye unataka kuendelea kubaki, lala hapo mbele za uwepo wa Bwana, piga magoti mbele za uwepo wa Bwana, uko huru kabisa. Hii tu ni kwa faida, tuko kwenye makubaliano. Sisi tulioko hapa na kuna wengine wetu wako kwa njia ya mtandao na kuna ratiba zao wako nazo, kwa hiyo tulitaka tuwaachilie. Lakini uliyeko hapa, kuna nguvu ya Mungu imekukamata, unataka kuendelea kuomba, wala usifungwe. Wewe endelea kubaki hapo, endelea kuomba, endelea kumlilia Bwana, endelea kumlingana Bwana, na Bwana anapanda hiyo kiwa na kwa kumjua yeye kibinafsi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Ubarikiwe, na nataka tukiri kwa pamoja, hakika wema zitatufuata sisi siku zote za maisha yetu, nasi tutakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. 2026 wa kumjua Bwana, kuwa hodari na kutenda mambo makuu, na huo ndio ushuhuda wako katika jina la Yesu. Hivyo ndivyo ulivyo katika jina la Yesu. Amen. Mungu ambariki kila mmoja na ndugu zetu walioko online. Mungu awatendee mema katika jina la Yesu, awape utele wa shuhuda katika jina la Yesu Kristo. Amen.